Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake ambaye ametupa tena kuona mwezi huu wa tatu, mwezi uliojaa baraka, mwezi uliojaa neema na mwezi uliojaa kibali. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha maombi ya kuombea mwezi wa tatu. Karibu sana, ujisikie uko nyumbani mwa Mungu. Na kabla ya mambo yote, nataka nipate nafasi ya kuomba ili niweze kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neema yako ya kipekee ambayo umetupa na nafasi uliotupa kuona lango la mwezi wa tatu. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe milele yote. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako, tunahitaji kibali chako Mungu kikatutangulie katika mwezi huu wa tatu. Tunauomba mkono wako wenye nguvu ukatuhudumie na ukatusaidie. Tuna mambo mengi ambayo tunatamani kuyatekeleza ndani ya mwezi huu wa tatu, ila tunahitaji msaada wako na tunahitaji neema yako na tunahitaji kibali chako. Katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, wafunulie watoto wako akili zao wapate kuelewa na maandiko, ili wanapoenda kujifunza na kwenda kuomba kwa ajili ya mwezi wa tatu, kutana na kila haja yaliyo nayo katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Neikale na niko tayari kwa ajili ya kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Na somo letu ni maombi ya mwezi wa tatu, na kichwa kidogo cha kilichoko ndani ya ujumbe wa somo letu kinasema nitachipuka tena. Nitachipuka tena. Hicho ndo kichwa chetu ambacho Mungu ametupa, kichwa kidogo katika lango la mwezi huu wa tatu. Na lengo la somo ni kukuonyesha uwezo wa Mungu unaotenda kazi katika maisha ya muamini, ili kuamsha tena tumaini lako la ndani. Kuamsha tena tumaini lako ndani ya Kristo Yesu na kukutia nguvu ya kuanza upya. Lengo la somo ni kukuonyesha uwezo wa Mungu unaotenda kazi katika maisha ya muamini, ili kuamsha tena tumaini lako la ndani ya Kristo Yesu na kukutia nguvu ya kuanza upya. Nataka nike utangulizi kidogo kabla sijakuletea mtiririko wa neno ile ambalo Mungu ametupa, nitachipuka tena. Kwanza, awali ya yote ni kumshukuru Mungu aliyetupa nafasi ya kuona mwezi huu wa tatu. Lakini pili, nataka tuangalie namba tatu kibibilia ina maana gani. Kuna tafsiri ya namba tatu kibibilia. Yaani Biblia inazungumza nini kuhusu namba tatu? Tunapozungumzia mwezi wa tatu, lazima tuangalie kibibilia una tafsiri gani. Na tafsiri ya kwanza ya namba tatu kibibilia ni namba ya uthibitisho. Namba tatu kibibilia ni namba ya uthibitisho. Na andiko la msingi ambalo linaweza kutuongoza katika neno hilo linatoka kitabu kile cha Wakorintho wa pili, ule mlango wa 13 na mstari ni ule wa kwanza. Biblia inasema, kwa vinywa vya mashahidi wawili watatu kila neno litathibitika. Kwa vinywa vya mashahidi wawili watatu kila neno litathibitika. Nataka uone ile neno litathibitika. Kwa hiyo Mungu anathibitisha jambo linalozungumzwa zaidi ya mara moja, mara mbili au mara tatu. Kwa tunapoona namba tatu, kwa vinywa vya mashahidi wawili watatu, nataka uone ile neno watatu litathibitika. Kwa hiyo namba tatu ni namba ya uthibitisho. Kwa hiyo tunapoona huu mwezi wa tatu ni mwezi ambao Mungu kuna mambo anaenda kuyathibitisha kwenye maisha ya watu. Kuna vitu Mungu anaweza kuthibitisha kwenye maisha yake, kwenye maisha yako ndani ya mwezi huu wa tatu. Jambo la pili, nataka tuangalie tafsiri ya pili ya mwezi wa tatu. Tafsiri ya pili ya mwezi wa tatu ni mwezi wa kujiliwa na Mungu. Namba tatu inaashiria kujiliwa na Mungu, au ni mwezi wa kujiliwa na Mungu. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 19, tunaona Mungu anampa Musa maelekezo ya kuambia waambie wana wa Israeli wajitakase siku tatu na siku ya tatu nitashuka. Kusoma kwenye ule mstari wa 11, unaona anakuambia, Mungu anamwambia Musa kwamba wajitakase siku tatu na siku ya tatu atashuka katika mlima wa Sairi na watauona utukufu wake. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa nini Mungu asiwaambie wafunge siku 10? Kwa nini asiwaambie wafunge siku 12 au siku 17? Kwa nini asiwaambie wafunge siku 21? Kwa nini aliambia wafunge na kujitakasa ndani ya siku tatu? Yeye atashuka katika mlima Sayuni. Kwa hiyo namba tatu ilikuwa inamaanisha ni namba ya kujiliwa. Kwa hiyo mwezi wa tatu ni mwezi ambao Mungu atajilia watu wake. Yamkini kuna namna Mungu atakujilia hata kuacha. Atakapokujilia kuna vitu Mungu atavifanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni namba tatu, tafsiri ya namba tatu kibibilia. Na tafsiri nyingine ya tatu ya mwisho
namba 3 ni namba ya ufufuko. Nikisema ni namba ya ufufuko, ninamaanisha kwamba namba 3 ni siku Yesu aliyofufuka. Yesu alikufa na akafufuka siku ya 3. Kwa hiyo tuna kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 na mstari ule wa 4 yanazungumzia swala la kufufuka kwa Yesu. Maandiko yanasema alizikwa akafufuka siku ya 3 kama yalivyoandikwa. Alizikwa akafufuka siku ya 3. Kwa hiyo tunaona siku ya 3 ni siku ambayo Yesu alifufuka. Kwa hiyo tunapozungumzia namba 3 tunazungumzia namba ya ufufuko. Kwa hiyo kuna vitu Mungu ataenda kuvifufua. Yamkini kuna vitu vilikuwa vimekufa kwenye maisha yako. Yamkini kuna vitu ambavyo vilikuwa havifanyi kazi katika maisha yako. Mwezi huu wa 3 ni mwezi wa Mungu kwenda kuachilia ufufuko mpya kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye kazi, kwenye eneo lolote. Tegemea Mungu kufufua vitu. Kuna vitu vitafufuka. Kuna mipango yako itafufuka. Yamkini mahusiano yako yalikuwa yamekufa, yatafufuka. Mahusiano yako na Mungu yalikuwa hayako sawa. Mungu atafufua mahusiano yako wewe na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo namba 3 ni namba ya ufufuko. Sasa nataka tuende kwenye kichwa chetu cha somo ama anachozungumzia kwamba nitachipuka tena. Nataka tuangalie andiko la msingi kutoka kitabu kile cha Ayubu ule mlango wa 14 na mstari ni ule wa 7 hadi ule mstari wa 9. Ayubu mlango ule wa 14 mstari ni ule wa 7 hadi mstari wa 9. Kitabu cha Ayubu 14 mstari ni ule wa 7 hadi wa 9. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Ayubu 14 mstari ule wa 7 hadi ule wa 9. Maandiko matakatifu yanasema kwenye mstari wa 7, kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kwa kutoa matawi kama mche. Narudia ule mstari wa 7. Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, ukikatwa utachipuka tena. Nataka tuangalie kwenye Biblia anapozungumzia kwani yako matumaini katika mti. Nataka tuangalie mti. Mti una maana gani kiBiblia? Ili naanza kufungua kodi taratibu ili upate picha ya kitu ambacho uelewe kitu ambacho Mungu anataka kusema na wewe kwa siku ya leo. Mti una tafsiri nyingi kiBiblia, lakini tafsiri ya kwanza ambayo nataka tuiangalie kutoka kwenye kile kitabu cha Zaburi ya kwanza mstari wa 1 hadi ule mstari wa 3. Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia za wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria ya Bwana huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, naye atakuwa kama mti. Ukisoma mstari wa 1 anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, lakini ukiangalia mstari wa 3 anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Kwa hiyo unapozungumzia mti kiBiblia inamaanisha mtu. Wakati mwingine hata kwenye ndoto unaweza ukaota mti, kumbe Mungu anasema na wewe kwa habari ya mtu. Lakini kwa sababu huelewi, unachanganyikiwa na unafikiri umeota tu mti. Kwa hiyo mti, tafsiri moja hapo ya kiBiblia, unamaanisha mtu. Ndio maana unasema kwenye mstari wa 1 anasema eri mtu yule. Mstari wa 3 anasema naye atakuwa kama mti. Huyo mtu atakuwa kama mti. Kwa hiyo mtu anatafsiriwa kama mti. Kwa hiyo tunaporudi sasa kwenye kile kitabu cha Ayubu ule mlango wa 14, Ayubu ule mlango wa 14 na ule mstari wa 7, tunaona anachozungumza pale. Anazungumzia habari ya mti. Sasa ukisoma anasema, kwani yako matumaini ya mti. Nataka uone hiyo sentensi, yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Kwa hiyo anapozungumzia mti anamaanisha mtu, kwamba ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Kwa hiyo ndo kichwa chetu cha somo kinapotokea, utachipuka tena. Hapa kwenye kichwa hichi cha somo ambacho Mungu ametupa, utachipuka tena, nataka nizungumze na watu kama 3-4 ambao watanielewa. Tunapozungumzia kwamba kuna matumaini katika mti, maana iko tumaini katika mti, ukikatwa utachipuka
tena, ukikatwa utachipuka tena. Hapa anamaanisha kwamba mti uliokatwa, je, una uwezo wa kuchipuka tena? Yamkini ni biashara yako imekatwa, yamkini umeondolewa kazini, yamkini ndoa yako imepita kwenye misukosuko mingi. Hiyo ni hali ya kukatwa. Tunapozungumzia kukatwa kwa tafsiri nyingine, tunazungumzia kama kitu kilichokaa. Ngoja nitumie sentence hii. Tunapozungumzia kukatwa, tunazungumzia kama kuparalyze. Maana yake kitu kilichokaa bila kuendelea, hakifanyi kazi. Yamkini biashara imeparalyze, mahusiano yameparalyze, huduma imeparalyze. Maana yake hakuna kitu kinachoendelea. Baada ya kukatwa, maana yake umebaki vile vile. Hakuna tena tumaini la kuchipuka. Hakuna tumaini la kuchipuka kwenye biashara, hakuna tumaini la kuchipuka kwenye ndoa, hakuna tumaini la kuchipuka tena kwenye elimu. Lakini nataka nikwambie kwa neno la Mungu, Mungu anapozungumzia, je, kuna matumaini katika mti ukikatwa utachipuka tena? Nataka nikwambie kwa neno la Mungu kwamba mwezi huu wa 3 Mungu kuna vitu ataenda kuvichipua kwenye maisha yako. Biashara yako itaenda kuchipuka tena, huduma yako itaenda kuchipuka tena, kazi yako itaenda kuchipuka tena, ndoa yako itaenda kuchipuka tena. Kama ilikuwa imekufa, kama ilikuwa imekatwa, Mungu ataenda kuichipua tena. Maisha yako ya kiroho yataenda kuchipuka tena. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikwambie, haijalishi maisha yako yamekwama kwa muda gani, mwezi huu ni mwezi wa kuchipuka tena. Tunapozungumzia namba 3, kumbuka sentensi ile ya 3 niliyokupa tafsiri ya 3 ya namba 3 ni kufufuka. Kwa hiyo Mungu anaenda kufufua vitu. Kuna vitu vinaenda kufufuka kwenye maisha ya watu. Kwa mwezi huu wa 3 kuna vitu Mungu atavifufua. Kuna ndoa zitaenda kufufuka, zilikuwa zimefika mahali zimekatika, mawasiliano kwenye ndoa yamekatika, yataenda kufufuka tena. Kuna kila kitu kilikuwa kimeyumba kwenye maisha yako kitaenda kufufuka tena. Yamkini ni elimu yako iliyumba, itaenda kufufuka tena. Yamkini ni biashara yako iliyumba, itaenda kufufuka tena. Yamkini ni watoto wako walikuwa wameyumba, wamekatwa na maisha, wataenda kufufuka tena kwenye biashara. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikwambie, mwezi huu kuna kuchipuka tena. Nataka ujiambie kwenye nafsi yako mara nyingi kwamba kuna kuchipuka tena. Haijalishi kazini kumetokea migogoro, haijalishi kazini umekatwa, manake umeondolewa kwenye nafasi hiyo ulikuwepo, au umeshushwa cheo. Nataka nikwambie kuna kuchipuka tena. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tujifunze kwenye mti mmoja, mti wa muhogo. Muhogo ni mti ambao unaweza ukakatwa kabisa, lakini ukabaki vipisi. Lakini utakapowekwa kwenye ardhi, ule unachipuka tena na unatoa chakula cha kutosha. Na mimi nataka nikwambie, wewe ni kama mti wa muhogo. Haijalishi wamekukata, ukienda kupandwa kuna kuchipuka tena. Haleluya. Yamkini wamekukata kwenye hiyo ofisi, Mungu atakupa nafasi ya kwenda kwenye ofisi nyingine na utachipuka tena. Yamkini biashara hiyo wamekukata kwenye biashara, Mungu ataenda kukuchipua kwenye eneo lingine kibiashara. Nataka nikwambie kuna kuchipuka tena. Huu ni mwezi wa kuchipuka. Yamkini kuna vitu umekutana navyo kwenye maisha, vimekusumbua, vimekutesa, lakini nataka nikwambie mwezi wa 3 Mungu anaenda kukuchipua kwa staili ya tofauti. Biashara yako itachipuka, huduma yako itachipuka, na kila kitu cha kwako kinaenda kuchipuka kwenye mwezi huu wa 3. Kwa hiyo huu ni mwezi wa kuchipuka, huu ni mwezi wa kufufuka. Mungu anaenda kufufua. Kuna mambo yanaenda kufufuka kwenye maisha ya watu. Mungu aliponipa hili neno wakati nilikuwa naomba kwa habari ya mwezi wa 3, nikamwambia Mungu, mwezi wa 3 naomba utupe neno la kutembea nalo. Mungu akaniambia kuna kuchipuka tena. Nilisikia hiyo sauti ikisema nami kuna kuchipuka tena. Nikawa na tafakari, anapozungumzia kuna kuchipuka tena anamaanisha nini? Nikatafakari na kuomba. Wakati naendelea kutafakari na kuomba, Roho Mungu ndo akaniletea hili neno la Ayubu, kuna kuchipuka tena. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka tuangalie huyu mtu anawezaje kuchipuka tena. Nataka tuangalie ule mstari unaofuata kwenye kile kitabu cha Ayubu. Ule mstari wa 8 na wa 9. Nataka tuangalie kwenye mstari wa 8 na wa 9. Anasema, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa kwa kukosa udongo. Mstari wa 9 anasema, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka. Tunaposoma Biblia tunaona kwamba Yesu ni maji ya uzima. Ninataka nikwambie, haijalishi maisha yamekupiga kwa kiwango gani, leo hii nataka nitakusalisha sala ya toba, utarudi kwa Yesu. Yamkini kuna mahali ulikorofishana na Yesu, yamkini kuna mahali mahusiano yako na Mungu yalikuwa yamevurugika, lakini nataka nikwambie kwa kupitia sala hii unaenda kuchipuka tena kwa harufu ya maji. Sikiliza,
mimi ninawaambiaga watu kwamba usimkatie tamaa mtu mwenye Mungu. Kwa hiyo huyu mtu anaweza akabadilika muda wowote. Kwa hiyo haijalishi umekutana na misukosuko, umekutana na majaribu, umekutana na vikwazo vya kimaisha. Leo nataka nikwambie, yamkini kuna mahali ulikosea. Na sasa kuna mahali ulikosea, adui akapata nafasi ya kukukata. Au kuna mahali ulikosea, Mungu akakukata. Kwa sababu Mungu anasema kwamba ukisoma kwa habari ya mzabibu, anazungumza habari ya ule mti wa mzabibu, kwamba ule mti aliupalilia miaka 3 haukuonekana matunda. Akasema huu mti haunipi faida. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya ni nini? Ni kuukata. Lakini yule bwana shamba ambaye ni Yesu akasema kwamba hebu nipe tena mwaka mmoja, niutilie samadi, niangalie kama hautatoa matunda tu ukate. Kwa hiyo kuna watu wamekatwa kwa sababu hawazai matunda. Kwa hiyo kama huzalii ufalme wa Mungu matunda, kuna vitu vyako vinaweza vikakatwa kwenye maisha. Kwa hiyo jifunze kuhakikisha hicho unachokifanya kinamzalia Mungu matunda. Nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba. Jambo la kwanza, nataka nikusalishe sala ya toba. Wewe ambaye unanisikiliza haujampa Yesu maisha yako, nataka nikusalishe sala ya toba, uje ndani ya Kristo, kwa sababu Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita na yatakuwa mapya. Kwa hiyo ukiingia ndani ya Yesu, kila kitu kinabadilika, kinakuwa kipya. Maisha yako yanakuwa mapya, uchumi wako utakuwa mpya, kila kitu kinaenda kuwa kipya. Na kama ulikuwa hapa katikati mahusiano yako na Yesu alikuwa hajakaa sawa, hii ni nafasi na ni fursa ya wewe kurudi ndani ya Kristo Yesu. Na utakaporudi ndani ya Kristo Yesu, nataka nikwambie kwa neno la Bwana kwamba maisha yako yatachipuka tena. Nataka nikwambie mwezi huu wa 3 kuna kuchipuka tena. Nami nakutabiria katika jina la Yesu, kila kitu kikachipuke kwenye mwezi wa 3. Watoto wako kachipuke tena, ndoa yako ikachipuke tena, biashara yako ikachipuke tena, uchumi wako ukachipuke tena, kazini kwako ukachipuke tena. Yamkini ulikaa muda mrefu bila kupata promotion ya mshahara au promotion ya nafasi. Mwezi huu wa 3 Mungu anaenda kuachilia promotion utachipuka tena na utapata nafasi nyingine zaidi ya hiyo uliokuwa nayo katika jina la Yesu. Nami nakuombea mwezi huu wa 3 ukapate kuwa ni mwezi wa kuchipuka tena. Nataka nikutabirie kwa jina la Yesu, hautakuwa ulivyokuwa. Mwezi huu wa 3 utaenda kuchipuka tena. Mwezi huu wa 3 kuna vitu vitaenda kufufuka kwenye maisha yako. Mwezi huu wa 3 Mungu ataenda kukujilia, kwa sababu amesema kwenye neno lako kwamba alimwambia Musa, wajitayarishe na siku ya 3 nitawajilia, nitawashukia, nitashuka katika mlima wa Sayuni ili kufunua utukufu wangu kwao. Kwa hiyo mwezi huu wa 3 tegemea Mungu kukujilia. Atakujilia kwenye biashara, ataijilia ndoa yako, atajilia watoto wako, atajilia uchumi wako, atajilia ofisini kwako, ataijilia hiyo ofisi mwezi wa 3. Na atakapokujilia kuna favor ya Mungu utaipata. Kwa hiyo huu sio mwezi wa kawaida, ni mwezi wa kujiliwa na Mungu. Ni mwezi wa Mungu kuthibitisha mambo fulani fulani. Yamkini kuna mambo yalikuwa yamekatwa kwenye maisha yako kwa muda mrefu, hayajachipuka. Nataka nikwambie mwezi wa 3 Mungu anaenda kuachilia uthibitisho wa hiyo biashara, uthibitisho wa hiyo nyumba. Yamkini hiyo nyumba ilikaa kwa muda mrefu, haikuendelea. Yamkini kuna mambo ya ujenzi yalikwama kwa muda mrefu, hayakuendelea. Mwezi wa 3 hiyo nyumba inaenda kuchipuka tena, na wewe utaendelea mbele katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba kwa ajili yako. Nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba kwa ajili yako, kwa ajili ya mwezi huu wa 3 Mungu akakuchipue tena. Lakini awali ya yote, kama hujampa Yesu maisha yako, hakikisha hii ndio nafasi ya kumpa Yesu maisha yako. Na utakapompa Yesu maisha yako, ninaomba utuandikie kwenye comment section ya hapo kwenye mtandao wetu wa YouTube, na utuandikie jina lako, utuambie kwamba mimi nimempa Yesu maisha yangu kwa upya. Tutachukua jina lako, tutaendelea kuliombea, na ikiwezekana Mungu akitupa nafasi, unaweza ukatuandikia jina lako na namba yako ya simu. Kwa hiyo moja kwa moja tunaweza kukutafuta na kuomba kwa ajili yako, na kama kutakuwa kuna changamoto unazopitia za kiroho, tunaweza kusimama na wewe kwenye maombi na Mungu atakuvusha. Kwa hiyo awali ya yote, rudia maneno ya sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako, lakini kwa neema yako iliyo kuu unihurumie na kuniokoa. Bwana Yesu, kuanzia leo nimekukiri kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kuanzia sasa nimemkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Nimejitoa kwako Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na tangu sasa na hata milele nitakufuata wewe siku zote za maisha yangu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka hapo umeshapata nafasi ya kuokoka. Nataka niombe kwa ajili ya wewe uliokoka, lakini nataka niombe kwa ajili ya mahitaji yako ya mwezi wa 3. Mungu akakuchipue
tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako linasema mwenye dhambi moja akitubu, mbinguni wanafurahi na kushangilia. Nami namleta mtoto wako huyu aliyepata nafasi ya kutubu na kurudia maneno haya Bwana. Yamkini kuna mahali mahusiano yake na wewe na yeye hayakuwa sawa, lakini ninamuombea kwa sababu ameamua kurudi. Baba, ninaomba umpe neema tena ya kuchipuka tena. Yamkini maisha yake yalikuwa amekatwa kwenye uchumi, maisha yake yalikuwa amekatwa kazini, maisha yake yalikuwa amekatwa kwenye ndoa, lakini neno lako linasema kuna matumaini ya mtu kuchipuka tena. Baba, ninaomba ukamchipue sawa sana ile Zaburi ya kwanza mstari wa 3 unasema atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Baba, ninaomba akawe kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Mwezi wa 3 ukapate kuwa ni mwezi wa kuchipuka tena. Chipua hiyo biashara iliyokuwa imekufa, chipua hiyo biashara iliyokuwa inayumba yumba. Mungu, ninaiombea hiyo biashara ikachipuke tena. Ninaiombea hiyo huduma iliyokuwa inasuasua ikachipuke tena. Ninaiombea hiyo ndoa iliyokuwa inasuka ikachipuke tena katika jina la Yesu. Chipua pendo lako ndani ya hiyo ndoa katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaombea katika jina la Yesu mwezi wa 3 ukapate kuwa ni mwezi wa baraka, ukapate kuwa ni mwezi wa kufanikiwa. Ninawaombea wale ambao wameondolewa kazini, wape nafasi ya kupata kazi mahali pengine. Fungua milango mingine wa fursa katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, asante kwa sababu wewe ni Bwana, asante kwa sababu utawatetea na kuwapigania mwezi huu wa 3 katika jina la Yesu. Ninaombea lango la mwezi wa 3, ninatakasa kuanzia tarehe ya leo mpaka mwisho wa mwezi wa 3, tarehe zote 31 ninazitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninamuombea huyu anayenisikiliza na kunifuatilia popote pale anaponisikiliza. Bwana, neema ya Mungu ikapate kupita. Mwezi wa 3 ninakuombea mipango yake. Mwezi wa 3 ninaiombea afya yake. Mwezi wa 3 naombea ndoa yake ikapate kuimarika na kuwa sawa katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Mungu, kwenye malango ya mwezi wa 3 mpiganie na kumtetea, msaidie kwa namna ya kipekee. Nyoosha mkono wako na nguvu zako, dhihirisha utukufu wako na uweza wako katika malango ya mwezi wa 3. Mungu, sinyamaze. Mungu mpiganie, Mungu mtetee, Mungu msaidie. Neema yako Bwana isimwache katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tunaituma nguvu ya Mungu ikaingilie katika ulimwengu wa roho, ikafungue kila mlango wa fursa, ikafungue kila mlango wa neema kwenye mwezi wa 3. Mwezi ukapate kuwa ni mwezi wa kufanikiwa, ukapate kuwa ni mwezi wa baraka, ukapate kuwa ni mwezi wenye neema na kibali katika jina la Yesu. Ninamuombea kuanzia sasa, Mungu usimwache kwenye mwezi wa 3. Uwe ni mwezi wake wa kutoboa kimaisha, uwe ni mwezi wake wa kukutana na milango mikubwa ya fursa, uwe ni mwezi wake wa kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema kwenye neno lako, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ninamuombea kwenye malango ya mwezi wa 3 akafanikiwe katika mambo yote. Ninamuombea akafanikiwe kazini, ninamuombea akafanikiwe kwenye ndoa, ninamuombea akafanikiwe kwenye biashara, ninamuombea akafanikiwe kiafya katika jina la Yesu, akafanikiwe kwenye huduma, akafanikiwe kwenye kila eneo la maisha yake, akafanikiwa kwenye elimu katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, usimpungukie wala usimwache, na maana umesema kwenye neno lako kuna kuchipuka tena. Ninaomba ukamchipue tena kwenye malango ya mwezi wa 3 katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaomba mwezi wa 3 ukapate kuwa ni mwezi wa yeye kuchipuka tena kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho zinazomzuia sichipuke, maroho ya kifamilia, maroho ya ukoo, manguvu ya giza, manguvu ya uchawi na uganga, tunayasambaratisha kwa jina la Yesu, tunayaangusha kwa jina la Yesu. Tunavunja hizo nguvu, tunavunja hizo roho, tunabomoa hizo nguvu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunatangaza ukachipuke tena kwa damu ya Yesu Kristo. Familia yako ikachipuke tena. Huo ujenzi uliokuwa umekaa kwa muda mrefu, ninautangazia na kuutabiria ukachipuke tena, na Mungu akakupe neema ya kumalizia huo ujenzi. Mungu aliyekupa neema ya kuanza akakupe neema ya kumaliza. Ninaombea mipango yako yote ya mwezi wa 3 ikapate kuwa ni mipango ya baraka, ipate kuwa ni mipango ya neema. Mahitaji yako yote ulionayo ndani ya moyo wako, ninayaombea hayo mahitaji katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu ukutane na hayo mahitaji, msaidie na kumtetea. Neema ya Mungu ikampiganie. Dhihirisha utukufu wako, dhihirisha uweza wako, dhihirisha mamlaka yako mwezi wa 3. Bwana, ukapata kuwa ni mwezi wa neema, na kila mmoja anayenifuatilia, nguvu za Mungu zikamwatamie. Mwezi wa 3 ukapate kuwa ni mwezi wa kibali kwake, ukapate kuwa ni mwezi wa ushindi kwake, ukapate kuwa ni mwezi wa kufanikiwa kwake katika jina la Yesu Kristo. Yale mambo ambayo yalikwama kwa mwezi
mwezi wa kwanza na wa pili hayakufanikiwa, kwenye mwezi wa tatu ninamwombea akafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Kanda rabosiki ria sanda rapa kokorobosika rabasanda rabosia risa takazoko yanda rabosia rapikiria sanda rika parabasanda rabosia mara kasata kayanda rabosia katika jina la Yesu Kristo. Mungu, katika jina la Yesu mfanikishe kwenye lango la mwezi wa tatu. Ili lango ninaliombea likapate kupitisha baraka za kimbingu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaombea biashara yake, wale wanaoanza biashara kwenye mwezi wa tatu, ninaomba Mungu kawafanikishe. Wale waliofungua biashara mpya, Mungu wafanikishe. Wale walioanza kazi rasmi, Mungu tembea nao kwenye mwezi wa tatu, ukapate kuwa ni mwezi wa ushindi katika jina la Yesu. Wale waliokuwa na mipango mikubwa ndani ya mwezi wa tatu, ninaombea mipango yao mikubwa na midogo, Mungu ninaomba ukaifanikishe. Mipango ya kitaasisi ukaifanikishe, mipango binafsi ukaifanikishe, mipango ya kifamilia ukaifanikishe, mahitaji yao walio nayo ukayafanikishe katika jina la Yesu. Mungu ukajifunue kwao, maana ulisema ombeni jambo lolote kwa jina langu nami nitafanya. Nami nawaombea Bwana ukawafungulie kila mlango wa fursa, mwezi wa tatu ukapate kuwa ni mwezi wa wao kufanikiwa kimaisha katika jina la Yesu. Na kila kilichokuwa kimekufa kwenye maisha yao, Mungu ukakifufue, maana ulisema kwamba na siku ya tatu ukafufuka kutoka kwa wafu. Baba, ninaomba ukawafufue. Fufua kila kilichokufa, fufua biashara, fufua mahusiano yaliyokufa, fufua hiyo ndoa iliyokuwa imekufa, fufua mahusiano ya watu na wewe Mungu yaliyokuwa yamekufa kwa sababu ya dhambi na kwa sababu wamekwisha kutubu. Fufua mahusiano yako wewe na wao Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Wasaidie, wawezeshe katika jina la Yesu Kristo. Mwezi wa tatu Mungu, katika jina la Yesu upate kuwa ni mwezi wa neema, ni mwezi wa kibali, ni mwezi wa kufanikiwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninawaombea mwezi wa tatu ni mwezi wa baraka kwako, ni mwezi wa neema kwako, ni mwezi wa kufanikiwa kwako, ni mwezi wa kuendelea mbele na hautakwama kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi walikutengenezea fitina na vitimbi kazini, nataka nikwambie utachipuka tena. Haijalishi walikuvuruga kwa namna gani, ninataka nikwambie mwezi wa tatu ni mwezi wa kuchipuka tena. Pokea hiyo neema ya kuchipuka tena kwenye malango ya mwezi wa tatu katika jina la Yesu. Ukachipuke kwenye kila eneo la maisha yako, na Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Mwezi wa tatu ukazione baraka za Mungu, mwezi wa tatu ukauone mkono wa Mungu, mwezi wa tatu Mungu akaimarisha afya yako, na kila mahali popote ulipo, Tanzania na nje ya Tanzania, neema ya Mungu ikatembee pamoja nawe kwenye mwezi wa tatu. Nimeuombea mwezi wa tatu na kuweka wakfu, ukawe ni mwezi wa baraka kwako, ukawe ni mwezi wa neema kwako, na ukawe ni mwezi wa kibali kwako katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu kizuri cha maombi ya mwezi wa tatu. Nipate nafasi ya kukupa nafasi ya wewe kutoa sadaka yako. Ule aliyejiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka yake, karibu utoe sadaka yako. Sadaka yako ni muhimu sana kwa ajili ya kutusaidia kipindi hichi kiendelee kuruka hewani na tuendelee kuwa na mwendelezo mzuri wa vipindi vingine. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, na sadaka yako hiyo utakayotoa kwa ajili ya lango la mwezi wa tatu, nataka niiombee Mungu akakutendee matendo makuu ya ajabu. Baba, pokea sadaka za watoto wako watakazozitoa sasa kwa njia ya mtandao. Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo, ninatangaza mwezi huu wa tatu utakuwa ni mwezi wa wao kufanikiwa, ni mwezi wao kuchipuka, ni mwezi wao kuendelea, ni mwezi wao kuendelea mbele. Kusiwepo na kizuizi chochote kitakachowazuia. Nimevunja maroho ya vizuizi yanayowazuia mwezi wa tatu wasifanikiwe kupitia maombi haya tunayaomba na sadaka yao Bwana walioambatanisha kwenye madhabahu yako kupitia mwezi huu. Mungu, pokea hiyo sadaka na uikubali, na uvunje kila nira na vifungo na kila roho zinazowakandamiza zisipate nafasi tena kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Na malango ya mwezi wa tatu nimeyatakasa na kuyaombea, na nimeitakasa sadaka yako na kuiombea, na nimeibariki. Na Mungu Mwenyezi aibarikie sadaka yako na aikubali kuanzia sasa, na kila mlango wa fursa ukakufungukie kwenye mwezi wa tatu katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Unaweza kutuma sadaka yako kwa hiyo namba unayoiona hapo kwenye skrini, na sadaka yako itatufikia moja kwa moja. Na kama una maombi, unahitaji maombi, unahitaji ushauri, pia unaweza kupitia namba hiyo hiyo, unaweza kutupigia na tunaweza kukuhudumia. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuonane tena kwa wakati mwingine. Barikiwe sana. Asante.